بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضراتكم جميعا. حلقة yetu ya leo tutazungumzia kuhusu Lailatul Qadr, yani sura nzima ya suratul Qadri ndio tutakayozungumzia siku ya leo, ili tupate kuona je, walosema baba zetu ni sawa kwamba Lailatul Qadri dua ukiomba inajibiwa, kwamba Lailatul Qadri kisimamo utakachokuwa umesimama huwa ni kama, yani fadhila zake ni miezi 1000. Je, Lailatul Qadri inapoteremka siku ya Lailatul Qadri, je, malaika huwa ni wenye kutupa salamu, yani kutusalimia kama inavyosema baadhi ya tafsir? Haya ni ambao kwamba tutakaoyazungumzia siku ya leo, na pia tutaka kujua kwamba Lailatul Qadri nini, maana Lailatul Qadri, na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema khairu min alfi shahri, yani kwa nini amechagua hii ni idadi 1000, hakuchagua idadi nyingine. Haya yote ndio tutakaoyazungumza siku ya leo, ili tupate kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sote tunajua kwamba tafsir karne ya kwanza ndiyo kulipatikana tafsiri al-Qur'an. Kwa hivyo hii karne ya kwanza, yani ile karne ya kwanza iliyotafsiriwa Qur'ani, ndiyo tafsiri iliyoenea mpaka imetufikia sisi. Tafsiri ni hiyo hiyo, hakuna yoyote ambaye kwamba alokuja na tafsiri nyingine. Sote tafsiri tunaofuata ni tafsiri kutoka karne ya kwanza, na haya ni makosa makubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia afala yatadabbaruna alquran. Mwenyezi Mungu anazungumza na mwanadamu yoyote, kila mwanadamu, kwa sababu Qur'ani ni hudan linnas, sio hudan lilmuslimin, la hudan linnas, watu wote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuamrisha kwamba kitabu kama hichi sote tuwe ni wenye kuzingatia, sote tuwe ni wenye kutaka kukifahamu. Lakini sisi jambo ambalo kwamba tulifanya, wale walotafsiri, sisi taqaddasna aqwalahum, tumeyatukuza waloyasema, na tukaona kwamba waloyasema ni haqiqatul mutlaq, yani hawakosi. Na hata mtu ukitaka kujaribu kusahihisha, wewe maneno utakayoambiwa ni kwamba wewe una ilmu zaidi kushinda wao, na maneno kama hayo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuteremshia hiki kitabu, na tuna haki sisi tulioko karne ya 21 kufahamu Qur'ani kulingana na mustawa fikria yetu. Wao alhamdulillah hatuwaibishi wala hatusemi kwamba hawana elimu, la. Wao walifahamu Qur'ani kulingana na mustawa ule walokuwa nao, mustawa ilmi wa fikri walokuwa nayo. Hata mimi ningekuwa niko zama hizo, ningefahamu vile walivyokuwa wamefahamu wao. Lakini mimi leo niko karne ya 21, mustawa fikra yangu iko juu zaidi, na hili jambo hawalitaki, lakini hiyo ndiyo haki. Kwa hivyo mimi ni mwenye kuifahamu Qur'ani zaidi kuliko walopita, na tutaona hapa. Kwa hivyo tuko na haki tutadabbar Qur'an. Leo tutazungumzia suratul Qadr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Mwenyezi Mungu anatuambia inna anzalnahu. Hapa mwanzo tutakoma. Mwenyezi Mungu amesema anzalnahu, hakusema nazzalnahu. Yataka ujue kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyomo ndani ya Qur'ani ni ilmu, sio maneno tu, wama huwa biqauli sha'ir, la.
ni ilmu hini iliyomo ndani ya kitabu cha Mwenyezi. Maneno yake ni, ikiwa ulimwengu ameuumba kiilmu, vipi maneno yake yawe ni maneno tu hivi hivi? La, wama huwa biqauli sha'ir, lakini hii ni ilmu. Lakini Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu biilmihi, hii ni ilmu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kama tunavyojua kwamba ilmu yoyote iko na kaida, kwa hivyo Mwenyezi Mungu naye ametuwekea kaida ndani ya Qur'ani ili tupate, yani njia ya kuifahamu Qur'ani ni lazima upitie katika hizo kaida. Na kaida kama hizo baba zetu walikuwa hawazijui, lakini alhamdulillah sisi fikra zetu namna zilivyofikia na kuvumbua ilmu, tukavumbua ilmu ya analysis, ambapo tumefikia, yani ilmu yetu sahihi. Damu hii unaweza ukaichambua ukajua mtu ana maradhi fulani, ana maradhi damu hini, ambao kwamba waliopita walikuwa hawajui mambo kama hayo. Na hiyo analysis ambayo ni uchambuzi, tunaweza kuchambua maneno ambao kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyotaka yeye mwenyewe wakati aliposema inma yatadhakkaru ulul albab. Mwenyezi Mungu anasema kwamba wale wenye kutambua maneno yangu ni wale wenye kuzama ndani ya maneno yangu, yani maneno ya Mwenyezi Mungu uyachambue, kwa sababu ni ilmu haya maneno ya Mwenyezi Mungu, sio maneno hivi hivi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kaida, na kaida asas aloiweka nayo inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hii ndio kaida asas ukitaka kufahamu Qur'an. Yani Mwenyezi Mungu anatuambia hakika amejalia haya maneno ni kwa lugha ya Kiarabu, na kama tunavyojua lugha ya Kiarabu kila neno liko na asili yake, kila neno liko na asili yake. Baba zetu walikuwa hawafahamu vitu kama hivyo, walikuwa wakitafsiri neno vile wanavyotaka wao, wakifanya taabir kama vile mfano wa ndoto. Ndio utakuta tafsiri wala dhalin amin, wanatuambia ghairi almaghdubi alaihim wala dhalin, wanatuambia kwamba almaghdubi humul yahud wadhalin humun nasara, ambapo kiangalia katika mu'jam almaghdub sio kwamba ni Mayahudi. Almaghdub inatokana na ghadhaba, ni wale waliokasirikiwa. Mwenyezi Mungu hajasema ni kwamba ni Mayahudi. Wadhalin ni min dhalla, Mwenyezi Mungu hajasema kwamba ni manaswara. Kwa hivyo ni kurudi katika ile asli ya lile neno alilosema Mwenyezi Mungu, ndio utapata kufahamu, lakini sio kufanya taabiri katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na baba zetu ndio walikuwa wakifanya mambo kama hayo, ambao kwamba huwezi kuifahamu Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama katika aya ile aliposema min ibadikum, Mwenyezi Mungu amesema ibadikum, wao wanasema abidikum, ambao kuna ibadi na abidi, hivi ni vitu tofauti, lakini wao ibadi wakaifanya ni abidi, ambapo Qur'ani haifanyi kama hivyo, yani huwezi kuifahamu kwa njia kama hiyo. Na ni mengi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anatuambia wa 'alal ladhina yutiqunahu. Mwenyezi Mungu anasema wa 'alal ladhina yutiqunahu, wao wanasema kwamba yutiquna yastati'un, ambapo yastati'una iko na dalala yake na yutiquna iko na dalala yake, lakini wao walikuwa hawapambanui haya maneno. La, yutiquna iko na dalala yake na yastati'u, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapotaja vilma tofauti ndani ya Qur'ani, vilma viwili tofauti, huwezi utukua dalala moja vyote vikawa na dalala moja. La, lazima kila kilma maadamu ametaja kilma tofauti, basi ujue Mwenyezi Mungu hapo kuna dalala tofauti. Vilma vinapokuwa tofauti ndani ya Qur'an na dalala zinakuwa tofauti. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amesema yutiquna, wao wanatuambia yastati'un. Na kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema wa 'alal ladhina yutiquna, wao wanasema la yutiquna, wameongeza lam, ambapo vipi utaongeza maneno ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu? Yani Mwenyezi Mungu aseme yutiquna, wao useme la, hapa maana yake ni la yutiquna. Kwa hivyo ni masala mingi, mpaka masala yakaja masala ya nasikh wal mansukh. Kwa hivyo hayo yote tuyawache, lakini tuangalie tujue kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu ameyekea kaida yeye, wala sio mwanadamu. Hizi kaida ameziweka na zimo ndani ya Qur'an. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia inna anzalnahu. Kwa nini? Na hii ndio tadabbur.
na huu ndo mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima turudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kama anavyotuamrisha tuwe wenye kutadabbar. Mwenyezi Mungu anasema inna anzalnahu. Kwa nini? Jiulize, kwa nini hakusema inna nazalnahu? Ujue hapo kuna tofauti. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini amesema inna anzalnahu fi lailatul qadr? Kwa nini hakusema inna nazalnahu? Kwa sababu kuna tofauti ya anzala na nazala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani, kwenye suratul Furqan aya 32 anatuambia waqala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran. Hakusema laula unzila, laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahidatan. Mwenyezi Mungu hapa anatuambia kwamba na wakasema wale makafiri laula, kumwambia Mtume Muhammad laula nuzila alayhi, yani lau kungeteremshwa Qur'ani, yani kitabu haswa wakikiona. Nuzila kitabu haswa, yani hakiki wakikiona kile kitabu. Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine anasema nazala bihi ruhul amin. Nazala yani ameteremka hakiki, ndio maana ya nazala, hakika ameteremka. Wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina. Nazzalna wa laysa anzalna, kusema anzalna. Nazzalna ala abdina yani ni kitu ambacho kwamba kiko na twakiona, yani Mwenyezi Mungu ashakifanya, yani kiko katika ulimwengu na kila mtu anakijua kitu kama hicho, ndio akatumia nazzalna. Lakini neno anzala, Mwenyezi Mungu anaposema ndani ya Qur'ani, anapotumia kilima cha anzala, kama mfano wa suratu Zumar aya ya 6, Mwenyezi Mungu anasema wa anzala lakum minal an'ami 8 azwaj. Mwenyezi Mungu amesema wa anzala, hakusema wa nazala. Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha wanyama, yani mnyama haswa alimteremsha kutoka mbinguni? La, abadan. Kama aya nyingine kwenye suratul A'raf ya 26, Mwenyezi Mungu asema ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasu taqwa. Je, Mwenyezi Mungu aliteremsha nguo? Kwa sababu amesema qad nazzalna, kusema anzalna, nazzalna. Kwa hivyo je, Mwenyezi Mungu aliteremsha nguo zenyewe yani? Na aya nyingine Mwenyezi Mungu wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas. Je, Mwenyezi Mungu aliteremsha chuma haswa? Kwa hivyo nini maana ya anzala? Anzala maana yake ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kitu kiwe ni wenye kujulikana, yani kitu kiwe chenye kupatikanwa kwa mwanadamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema inna anzalnahu, hapa inarudi katika Qur'ani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametoa amri, yani Qur'ani ni wenye kujulikanwa kwa mwanadamu, yani mwanadamu awe ni wenye kuijua hii ilmu ya Qur'an, yani hiki kitabu cha Qur'an. Mwenyezi Mungu ametoa amri, sio kwamba amekiteremsha kitabu, la. Anzala ni kutoa amri ya Mwenyezi Mungu kwamba kitu fulani kiwe ni chenye kujulikanwa, yani kiwe ni chenye kupatikanwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema inna anzalnahu, hii ni amri Mwenyezi Mungu aliamrisha kwamba iwe yenye kupatikanwa Qur'ani. Je, kupatikanwa siku gani? Mwenyezi Mungu akasema fi lailatul qadri. Hiyo siku ya lailatul qadri ndiyo siku aloamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kupatikanwe hichi Qur'an. Kwa hivyo anzala, maana ya anzala ama inzal hiya nuzulul malaika biawamirillahi min indihi, ni kuteremka malaika na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nazala ni nayo hiya nuzulu, yani dalala ya nazala hiya nuzulul malaikatu bima amara liikhrajihi lilujud. Kwa hivyo nazala maana yake ni kuteremka malaika, kuteremka yani hakika, bima amara Allahu, kwa yale aloamrisha Mwenyezi Mungu, liikhrajihi lilujudi, ili ayatoe yenye kupatikana na kujulikanwa na wanadamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema inna anzalnahu, sio kwamba ameamrisha kwamba malaika wakiteremshe kitabu katika dunia ili tukijue, la, bali Mwenyezi Mungu ametoa amri kwamba kitabu hiki kiwe chenye kupatikanwa na kujulikanwa na wanadamu. Na ndio tukaona, kwa sababu
Qur'ani imeteremka kwa muda wa miaka 23. Kila kunapotokea tukio ndiyo Mwenyezi Mungu anateremsha Qur'an. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema inna anzalnahu fi lailatul qadri, kwa hivyo Qur'ani Mwenyezi Mungu alitoa amri wakati wa usiku wa lailatul qadri. Wama adraka inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri. Mwenyezi Mungu anatuonesha utukufu wa hii lailatul qadri. Ndio akatoa wama adraka ma lailatul qadri khairun min alf shahr. Hii lailatul qadri na nini na maana ya qadri? Dalala ya qadri hiya al-asbab, yani lailatul asbab wal imkaniyat. Yani ni usiku ambao kwamba Mwenyezi Mungu anateremsha lilujudi, amteremsha malaika lilujudi, maamrisho ambao kwamba ni yenye kupatikanwa kwa mwanadamu, maamrisho lailatul qadri na asbab zenye kupa. Kwa hivyo lailatul qadri ni lailatul asbab wal imkaniyat. Mwenyezi Mungu anateremsha sababu ya mambo tofauti. Kwa hivyo lailatul qadri maana yake ni usiku wa kuteremshwa asbab wal imkaniyat. Mwenyezi Mungu asema lailatul qadri khairun min alf shahri. Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema khairu min alf? Kwa nini amesema hichi kilima cha alf? Kwa nini hisabu iwe ni alf? Kwa nini siwe hisabu nyingine? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye suratul Hajj aya ya 47. Anasema wa inna yawma 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun. Siku moja binisbatillah kwa Mwenyezi Mungu ni siku 1000. Ni miaka 1000 sisi tunaohesabu. Yani siku kwa Mwenyezi Mungu anaposema siku ina maana kwake ni miaka 1000 tunaohesabu sisi. Hiyo ndio siku moja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye suratul A'raf Mwenyezi Mungu anasema kwenye aya iliyoko aya 54, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh fi 6 ayyam. Mwenyezi Mungu yeye ndo anasema kwamba ameumba mbingu na ardhi fi 6 ayyam. Kwa hivyo 6 ayyam sio siku 6 hizi zetu, la ni sio siku 6 tunazojua sisi, la 6 ayyam yani ni miaka yani ni 6 ayyam miaka 1006, kwa sababu inna yawma 'inda rabbika ka alfi sanat. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaposema 6 ayyami hiyo ni miaka 1006. Yudabbiru, kwenye sura nyingine Mwenyezi Mungu anasema suratu Sajda aya 5, yudabbiru al-amra minas samai ila al-ardi. Yani nini yudabbiru al-amra? Yani anapanga mambo. Ni kama wewe uwe na nyumba yako na watoto wako, uwe huyu wamtarishia hiki, huyu wamtarishia. Kwa hivyo yudabbiru, na Mwenyezi Mungu na yudabbiru al-amra ya waja wake. Yudabbiru al-amra minas samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'uddun. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna mambo anayateremsha na kuna mambo yanapanda fi yawmin, kwa siku, lakini siku hiyo sisi kwetu sisi ni miaka 1000. Alf sanati, miaka 1000 mimma ta'udduna, kwa yale ile hesabu mnaohesabu. Kisha Mwenyezi Mungu asema kwenye suratul Rahman aya 29, yasaluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'ni. Yani yasaluhu man fis samawati wal ardi, yani sote tumuomba Mwenyezi Mungu mahitajio mingi tunataka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema kullu yawmin huwa fi sha'ni. Kullu yawmin haimaanishi kila siku hii tunaohesabu sisi. Kullu yawmin yani siku moja kwa Mwenyezi Mungu ni 1000 sana kwetu sisi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kullu yawmin huwa fi sha'ni, yani kila baada miaka 1000 huwa fi sha'ni, yeye yuko katika shughuli kutupangia mambo ya kila anayoyataka mwanadamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila baada miaka 1000 ndiyo anatupangilia yale mahitajio ambao kwamba mwanadamu anayataka, ili awe mwenye kudevelop na ili awe ni mwenye kuadvance mwanadamu kama yule.
ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema Lailatul Qadri, yani huwa usiku wa Lailatul Qadri wa kuteremshwa asbabu na imkaniyat ili mwanadamu atekeleze haja zake, mambo yake. Lailatul Qadri khairun min alf shahri, yani hiyo Lailatul Qadri ni khair min alf shahri, kushinda hiyo alfu shahri. Shahri, Mwenyezi Mungu hapa shahri anazungumzia shahru Ramadhani, kwa sababu ndio mwezi ulioteremshwa Qur'ani, kama anavyosema kwenye aya nyingine, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu shahri hapa anazungumzia ni ya Ramadhani, na kila Ramadhani, yani kila mwaka tuko na Ramadhani moja. Kwa hivyo alfu shahri hizi ni miaka 1000, kwa sababu kila Ramadhani kila mwaka tuko na Ramadhani moja, kila mwaka tuko na Ramadhani moja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema alfu shahri, yani ni Ramadhani 1000, yani ni miaka 1000. Yani Mwenyezi Mungu hapa anatuambia kwamba hiyo Lailatul Qadri ni ubora kuliko hiyo miaka 1000. Yani anatuambia kwamba Lailatul Qadri inakuja kila baada ya miaka 1000 ndio kunapatikana hiyo Lailatul Qadri. Sio kwamba Lailatul Qadri ni kila mwaka, la, ni kila baada ya miaka 1000 ndio inakuja hiyo Lailatul Qadri. Ndio kullu yawmin huwa fi sha'nin, ndio Mwenyezi Mungu anatuambia yudabbiru al-amra minas samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'uddun. Kwa hivyo Lailatul Qadri, ndugu Muislamu, sio kila mwaka, bali inakuja baada ya miaka 1000. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia khairu min alf shahri, na siku hiyo ya Lailatul Qadri tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, kuteremka malaika. Mwenyezi Mungu wateremsha malaika. Waruhu sio Jibrili kama tunavyoambiwa ama tunavyoona katika tafsiri za baba zetu. Arruhu haina ilaka yoyote na Jibril, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ametaja Jibril. Hawezi kutaja vilma viwili tofauti alafu vikawa na dalala moja. Hii ni kaida ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameiweka ndani ya Qur'an. Haiwezekani vilma viwili tofauti viwe na dalala moja. Mwenyezi Mungu ametaja Jibril, na hapa lao angetaka ingekuwa ruhu ni Jibril, Mwenyezi Mungu angetutajia ni Jibril, hangesema ruh. Kwa hivyo ruhu iko na dalala yake. Arruh sio Jibril, ndugu Muislamu, na arruhu pia haina ilaka na kufa na uhai, yani almaut wal hayat. Arruhu haina ilaka na maut wal hayat ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mwenyezi Mungu anatuonesha kwamba roho haina ilaka yoyote na kufa na uhai. Roho, kilma roho hakina ilaka. Hapa Mwenyezi Mungu anatuambia, anatuzungumzia kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema wala tu'jibuka amwaluhum, wala iskustajabishe mali yao na watoto wao. Inma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fi hayati dunya, Mwenyezi Mungu anataka waadhibu katika uhai wa dunia. Watazhaqa anfusuhum, yani nazitoke, yani nawafe hali ya kuwa ni makafiri. Mwenyezi Mungu hapa watazhaqa anfusuhum, akusema arwahuhum, la, bali amesema anfusuhum. Kwa hivyo nafsi ndio inayokufa wala sio roho, ndugu Muislamu. Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine anatoa kullu nafsin dha'iqatul maut, hakusema kullu ruh, la, ruhu haina mahusiano yoyote na alhayat wal maut. Aya nyingine Mwenyezi Mungu anatuambia wama tadri nafsun madha taksibu ghadan, nafsu wama tadri nafsun bi ayi ardhi tamut. Mwenyezi Mungu asema wama tadri nafsun bi ayi ardhi tamut, nafsu hakusema ruh. Kwa hivyo arruh ni kitu tofauti, nafsi ndio inayokufa. Kwa hivyo nini ruh? Arruh, Mwenyezi Mungu anatuambia tanazzalu almalaikatu waruh, yani Mwenyezi Mungu anateremsha malaika. Waruhu, arruhu ni wa'i. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anatuambia kuhusu Adam. Mwenyezi Mungu anasema fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba Adam, ambaye Adam
Mwenyezi Mungu akasema kwamba akamtia ruh. Nini ruh? Ar-ruh huwa al-wa'i. Wa'i yani ni kitu ambacho kwamba unaweza sasa kupambanua hiki ni kitu fulani na hiki ni kitu fulani. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema allama al-insana bilqalam. Al-qalam yani nuqallimu al-ashya, tunaweza kutofautisha, kujua hili ni gari, hii ni baiskeli, hii ni haya ni maji na hii ni moto. Yani tunaweza kupambanua vitu ambavyo hii inatokana na ar-ruh. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo viumbe al-bashar kabla hapo alikuwa hana ruh, Adam ndio akawa ni mwenye kupewa hiyo ruh, akawa sasa ana akili, anaweza kutambua na anaweza kutakadum katika maisha. Ndio sisi tunasema ni homo sapiens. Adam ni homo sapiens. Adam haina ilaka yoyote na nabii wala nini, la. Adam ni grupu la watu ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatia ruh na wakawa, na hii ni khalqa tutazungumzia katika ikifika wakati wake. Lakini nataka ujue kwamba ruhu huwa alwa'i, ambayo kwamba alotiwa mwanadamu ndio akawa ni mwenye kutambua na mwenye kupambanua mambo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tanazzal almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim, yani Mwenyezi Mungu anasema waruhu, malaika wanateremka, waruhu, ruhu yani wa'i, yani ni inailaka na ilmu. Sisi lugha ya kisasa tunasema kwamba ni program. Mwenyezi Mungu anateremsha program. Ni kama robot linapotengezwa linatoa program ndo likawa linafanya kazi, na tukitaka kule advance tunaongeza some information ndani ndo linazidi ku advance nalo. Na Mwenyezi Mungu naye Subhanahu wa Ta'ala naye anatuteremshia program kila baada ya miaka 1000 mwanadamu anazidi ku advance na yeye, ndio tunavumbua mambo, na mambo yote na ilmu zinavumbiliwa kila baada ya miaka 1000 kuna kuja ilmu mpya. Kila tunapochunguza utakuta kila baada ya miaka 1000 ndiyo kuna kuja ulumu mpya ambazo kwamba mwanadamu anatumia ili akidhi mahitajio yake. Mafuta ya petroli yalikuweko toka na zamani, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa hajaleta ilmu ili tuwe wenye kugundua kwamba kuna petroli. Sola, jua, toka aliumbe Mwenyezi Mungu kulikuwa na jua, lakini ilikuwa hatujui kwamba jua liko na energy. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilipofikia wakati wake akateremsha ruh, ambayo ni ilmu inaotufanya tuwe tuchambue mambo na tuvumbue mambo mapya ambayo kwamba nyuma hayakuweko. Kwa hivyo arruhu ni kitu ambacho kwamba kiko na ilaka na ilmu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremsha hii program kila baada ya miaka 1000. Biidhni rabbihim min kulli amri, yani kullu al-umur. Hii ruh ambayo ilmu inayoteremsha Mwenyezi Mungu, ama program anayoteremsha Mwenyezi Mungu ni ya kila mambo ambayo kwamba sisi mwanadamu tunayohitaji. Min kulli amri salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baba zetu wanatuambia, ukiangalia kwenye tafsiri zao wanatuambia salamun, yani siku hiyo malaika wanapita kwa Waislamu na kuwasalimia. Yani je, malaika tuwaona sisi mpaka tuwasalimie? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia dalili ya siku hiyo, salamun hiya hatta matla'il fajr, yani siku hiyo kutakuwa kuko na amani, kuko na amani mpaka alfajiri. Yani ulimwengu mzima hakuna vita, ulimwengu mzima hakuna hata vita vya nyumbani vya wewe na mke wako kuteta. Salamun, yani siku hiyo ni amani ulimwengu mzima. Sasa ikiwa wewe wangojea Lailatul Qadri hizi siku, je, salamun iko wapi? Palestina usiku na mchana wanauliwa na Israeli, vita moja kwa moja mwezi kama huo, usiku mchana, hakuna amani yoyote. Ukraine kuna vita, Yemen vita, ulimwengu mzima. Vipi alafu useme kwamba kuna Lailatul Qadri katika haya masiku 10 ambayo ya mwaka hunu? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia salamun, huwa kuna amani usiku kama huo mpaka kupambazuke alfajiri. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha
ya usiku wa Lailatul Qadri wa ni siku kwa na amani. Na Lailatul Qadri haiji isipokuwa baada ya miaka 1000 ndio kunapatikana Lailatul Qadri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri ni usiku ambao kwamba anateremsha mambo ambayo kwamba sisi tunayohitajia, ambao ni ilmu, kisha sisi ni wenye kuvumbua ilmu kama zile, na tukawa ni wenye kuendelea katika maisha yetu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hii ndiyo tafsiri ambayo kwamba ya Lailatul Qadri, ya Suratul Qadri, na hivi ndivyo ilivyo. Mwenyezi Mungu hajataja kwamba usiku kama huo dua ukiomba unajibiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajatuambia kwamba swala utakaoiswali wakati wa usiku huo ama ibada utakazozifanya wakati wa usiku huo kwamba malipo yake ni kama uliofanya siku miezi 1000. La abadan, hatukuyaona hapa. Sisi twasema yale yaliyomo ndani ya Qur'ani, na tumetumia kaida alizoziweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani, kwa sababu ili tujiepusha tusiseme maneno lam yunzilullahu biha min sultan. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.